Februari 7, 2026, Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni alifika Tanzania kwa ziara ya kikazi ya siku moja kwa ajili ya maongezi na Rais Samia Suluhu juu ya mambo kadhaa, ambapo tulimuona Mheshimiwa Yoweri Museveni akitua kwenye uwanja wa ndege wa Julius Kambarage Nyerere, Dar es Salaam, akiwa na ulinzi wake mzito. Alipokelewa na wasaidizi wa Rais Samia, kukiwa pia na gwaride pamoja na ngoma. Kisha alielekea moja kwa moja Ikulu ya jijini Dar es Salaam, ambapo alipokelewa na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu. Baada ya kupokelewa na kusaini kitabu cha Ikulu, Museveni alifanya mazungumzo binafsi ya siri na Mheshimiwa Rais Samia kwa masaa kadhaa. Na baada ya mazungumzo hayo, waliweza kujumuika kwenye ukumbi wa Ikulu, ambapo kulikuwa na wajumbe mbalimbali pande zote mbili, nikimaanisha Uganda na Tanzania. Na hapo ndipo marais wote, Rais Samia pamoja na Rais Museveni, walipojuza umma ni nini hasa walikuwa wanajadili, ambapo kati ya vitu walivyovitaja ilikuwa ni pamoja na mpango au mkakati ambao Rais Museveni amekuja nao wa kujihami kwa Afrika, hasa usalama wa nchi za ndani ya maziwa makuu dhidi ya mataifa mengine makubwa, hili likiwa ni swala la kiusalama na kijeshi. Swala lingine ni kuhusu kuwa na soko la East Africa, yaani soko moja kubwa litakalojumuisha nchi za East Africa kuuziana na kufanya biashara mbalimbali. Lakini suala lingine pia ni kuhusu reli ya SGR kutoka moja kwa moja kutoka Tanzania mpaka kule Uganda kwa ajili ya urahisi wa biashara mbalimbali kwa nchi hizi mbili na kuitumia bandari pia. Tumsikilize hapa Rais Samia akielezea kwa udogo walichojadili, kisha tumsikilize na Rais Museveni. Tanzania ndani ya ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi kipindi hiki mpaka 2030 tuna nia ya kujenga reli itakayounganisha Tanga hadi Musoma, na kule watasafirisha kwa ziwa kwenda Uganda, jambo ambalo limewapa faraja sana kwa sababu usafiri utakuwa umerahisishwa. Lakini pamoja na hayo, tumezungumza reli ya SGR ambayo tunaipeleka mpaka Isaka mpaka Lusahunga, na tukaomba serikali ya Uganda waunge hapo kuelekea Morongo na kwenda mbele ndani ya Uganda. Hilo ni ombi letu tumewapa ili kuunganisha. Sasa ile reli ilikusudiwa kwenda Burundi na DRC, sasa tunapeleka mpaka Lusahunga ili Waganda waunge pale kwenda kwa mbele na kurahisisha usafirishaji wa bidhaa. Lakini vivyo hivyo, kama mnavyoelewa, meli yetu ya MV Mwanza imeanza kufanya kazi ndani ya ziwa na bila shaka inakwenda kuhudumia Uganda vile vile. Jengine tulilozungumza ni kuondosha vikwazo vya biashara, lakini kuna vikwazo ambavyo watendaji wetu katika maeneo mbalimbali wanaviweka. Tumezungumza kuviondosha ili tuweze kukuza zaidi biashara na kutengeneza soko la Afrika Mashariki. Na hili ndilo mzee alitumia muda mrefu kunieleza, soko la Afrika Mashariki. Tunazalisha, wa nje wanataka kutuletea vya kwao, lakini sisi wenyewe tunazalisha in excess, hatuna soko. Kwa hiyo hilo nalo tumelizungumza kwa kiasi kikubwa. Jengine ni kwamba Mheshimiwa Rais Museveni kama mzee wa region sasa hivi ni chair wa nchi za maziwa makuu, na kama mnavyojua ndani ya nchi za maziwa makuu usalama hauko vizuri sana. Ana mkakati wa kuanza mazungumzo ya kuleta usalama ndani ya maziwa makuu, nasi Tanzania tumemwambia tunamuunga mkono na tuko tayari kumsaidia atakavyoona inafaa katika jambo hilo. Na nadhani mengine nimwachie Mheshimiwa Rais Museveni, nisiyamalize yote. Kwa yale ambayo nimeyaacha yeye atatueleza, atayafafanua. Lakini kama mnavyomjua mzee ni mzee wa historia, tatumegea historia kidogo, atatuasa na atamalizia yale ambayo mimi sikuyamaliza.
tulikuwa na malengo 3. Lengo la kwanza, uhuru, kufukuza wakoloni ambalo wazee wetu waliweza kutimiza, tukapata uhuru. Baada ya uhuru tulikuwa tunafaa kufanya mambo mengine mawili: kupatia watu wetu, sijui wanakisemaje kwa Kiswahili, prosperity. Prosperity kwa enzi hizi ni kuzalisha mali, kuzalisha bidhaa au huduma. Kama unataka prosperity, you must produce a good or a service and you sell it. Na ukisha zalisha mali au kutoa huduma, lazima upate mtu wa kununua kutoka kwako, na ukipata watu wananunua wengi, that's how prosperity grows. Lengo la 3 lilikuwa strategic security, kujihami kwa Afrika. Dada Samia alinisaidia kukumbuka hilo neno, kujihami. How can Africa defend itself? We discuss that, but we shall go into details another time. So therefore, the political class should be very careful in Africa, not to be like the traditional chiefs, because we are here, we are people of this area. Chukadagama, tulikuwa hapa kwenye hali yetu ya kienyeji, traditional. Huyo mzungu Vasco da Gama au wazungu walianzia huko kwao, kwenye shida zao walikuwa wanagombana na Waislamu. Alafu mwaka 1453 Waislamu wakashika bandari ya Constantinople, siku hizi wanaiita Istanbul, iko kwenye nchi ya Turkey. Baada ya Waislamu kushika hiyo bandari, wakazuia wazungu kwenda China. Kulikuwa njia ya barabara ya kwenda China ya Marco Polo ya kwenda huko China. Sasa wakajifunga. Wazungu wakaanza kutafuta njia nyingine kuzunguka Afrika. Kwanza mwaka 1460 kwenda kufika 72 walikuwa Sierra Leone, ni jina la Kireno hilo, au ni Wareno hao ndio waliongoza, Wareno na Waspanish. Kwenda kufika 1482 wakafika Angola, 1487 wakafika Cape Town, 1498 Vasco da Gama akapita hapo, akaenda Uhindi. Sasa habari zikaanza kuja kwamba watu wapya wamekuja huku kwenye nguvu. Akashambulia Mombasa, kwenye njia hiyo. So you can see from 1498 to 1862, that's when Speke Huntington came through here to our area. All this time our chiefs were getting information kwamba watu wenye nguvu wanakuja, but they didn't unite to create strength. So baada ya uhuru, we need to move to strengthen Africa, not to repeat those problems, because I can see some threats already coming up.
You can see ujeuri, arrogance, as if people who don't have strength don't matter. You can see the dangers. Kufuatia haya, watu wengi huko mitandaoni, hasa wanaharakati, wamejadili na kuupa uzito ujio wa Museveni, wakisema ulikuwa na lengo kubwa zaidi la kushirikiana na kujihami kijeshi juu ya mataifa makubwa kutokana na mienendo ya kiuchunguzi iliyokwenda kwenye mataifa hayo, kwani Umoja wa AU, SADC na mataifa mengine haya kutoa ripoti nzuri zenye haki na usawa kwenye uchaguzi zilizopita. Je, wewe mtazamaji wangu una lipi la kusema? Tuandikie maoni au comment yako hapa chini na sisi tutaisoma. Mimi ni Queen Ray na hii ni Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.